Malisha ametukabidhi hivyo kitu kinacho ametukabidhi sisi, ndio mabalozi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Endelea. Waadventista wa Sabato wamechaguliwa na Mungu kama watu wa pekee. Wamechaguliwa na Mungu kama watu wa pekee, waliotengwa na ulimwengu. Waliotengwa na ulimwengu. Kutengwa ni kutoka katika desturi zote za ulimwengu. Sikiliza, tumetengwa na Mungu kutoka ulimwenguni ili tufanye mapenzi ya Baba. Kwa kutumia upanga mkali wa kweli ukatao kuwili. Panga mkali ukatao kwa kiwili. Biblia. Amewakata na kuwatenga kutoka kwenye mfungamano na ulimwengu. Ametukata na kututenga kutoka katika mfungamano wa ulimwengu na kuwaunganisha naye mwenyewe. Na kutuunganisha na yeye Baba wa mbinguni. Amewafanya kuwa wawakilishi wake. Tumekuwa wawakilishi wa Mungu duniani. Naye amewaita kuwa mabalozi wake katika kazi ya mwisho ya ametuita kuwa mabalozi katika maisha yetu katika nyakati za mwisho hizi. Utajiri mkubwa kabisa wa ukweli uliowahi kukabidhiwa kwa wenye mwili wa kufa, sio wa kujenga orofa za duniani kama unavyoona Mwanza, Mbeya na majiji yote. Utajiri wa kweli wa ulio na udumu kweli kweli. Maonyo matukufu na ya kuogofya yaliyowahi kutolewa na Mungu kwa mwanadamu vimekabidhiwa kwao ili vitolewe kwa ulimwengu. Vitolewe kwa ulimwengu. Wamalayo bado kwa namna ya pekee Waadventista wa Sabato wamewekwa ulimwenguni kama walinzi. Wamewekwa ulimwenguni kwa walinzi, wakiwa na tochi, silaha na mambo mengine yanayohusiana na mlinzi. Wawachukua nuru. Wao limekabidhiwa onyo la mwisho kwa ulimwengu unaopotea. Wanaohitaji kutoa tahadhari ya ulimwengu na hukumu inayokuja ni Waadventista wa Sabato, wakitoa kwa ulimwengu juu ya onyo linalokuja. Juu yao inang'aa nuru ya ajabu kutoka katika neno la Mungu. Waimbaji mpo, juu yenu, juu yetu linang'aa neno la Mungu. Wamepewa kazi muhimu na nzito sana, utangazaji wa jumbe za malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Kazi nzito sana. Na ndio ukiona vizuri na kuchunguza, wapendwa, tumekuwa dhaifu kwa hili. Mungu mchana wa leo tunahitaji atusamehe. Tumekuwa dhaifu, tumekuwa na madhaifu na mapungufu mengi. Endelea. Bado hakuna kazi nyingine yenye umuhimu mkubwa kama hiyo. Hawapaswi kuruhusu jambo lingine lolote kuingilia kati kuwatenga na jukumu hili. Injili. Waimbaji, mwaka kesho kama mkiwa hivi tu vizuri, mimi nawaombea mfanye kitu kimoja kikubwa sana. Tufanye mahubiri pamoja na mimi nikiwa hai nitakuwemo. Tufanye mahubiri makubwa, tuvamie hata Bugega hapa. Kuna watu wa Mungu kama alivyomwambia Paulo Mungu kwamba katika mji wa Korinto usiogope na watu zaidi, ili injili jina lenu zuri lipate bendera kupeperushwa. Na hata hivyo mseme kwamba adumu Kristo wa milele, sio kidumu Chama cha Mapinduzi. Unajua, ngoja ni point hapa kwenye vitu vya siasa vipo. Mungu akinijalia nitafika. Sikiliza. Unajua bana, ngoja nikwambie ukurasa wa 75. Huyu nani anayesema? Ni nabii. Nabii anasema umakini katika mapagano. Itakusumbua labda utafute kitu cha mbele. Akombe huko hapo. Asante. Sikiliza maneno haya magumu, ukurasa wa 75, matukio, aya ya kwanza, aya ya pili, aya ya tatu, aya ya 4. Ebiryo kino byanu anye masaga biri ni nitocho. Sema. Mungu anajaribu kutuongoza hatua kwa hatua. Mungu anajaribu kutuongoza hatua kwa hatua kurudi kwenye mpango wake wa awali. Sikiliza, kurudi kwenye mpango wake wa awali. Ndio maana tunalia kwamba tunarudi madhabahuni pa Bwana. Ukishasikia mpango wake wa awali ni kufanya matengenezo baada ya Adamu kufanya dhambi. Dunia hii imegarikishwa na dhambi, tumekuwa chini ya himaya ya shetani. Sasa Mungu anahitaji tufanye matengenezo, tumkimbie shetani kama nilivyoimba pale. Kwa mtu anapaswa aishi kwa kutumia mazao ya asili ya nchi. Miongoni mwa wale wanaongojea marejeo ya Bwana, hatimaye wataachana kabisa na matumizi ya nyama. Ndiyo, nyama itakoma kuwa sehemu ya chakula chao. Asante. Tunapaswa daima kuhudumisha ukweli huu mawazoni na kujitahidi kuachana na ulaji wa nyama taratibu. Uaminifu kuendea. Boli tera wera. 70 ngapi hiyo? Na moja. Tano, sura ya kwanza. 71, ndio 71.
mengine nitayaacha. Sijakataza kula nyama, samahani. Unajua watu wa Adventista sasa wamekuwa pia. Acha 71 aya ya kwanza, ya pili na tatu na nne. Soma. Kila asubuhi moja jiwekeni wakifu ninyi na watoto wenu. Kila asubuhi moja tujiweke wakifu sisi na watoto wetu kwa ajili ya ulinzi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa Mungu kwa ajili ya siku hiyo. Kwa ajili ya siku hiyo moja hiyo. Msijisumbue kwa ajili ya miezi au miaka ijayo. Hayo sio juu yenu. Siku moja fupi imetolewa kwenu. Ndio. Kana kwamba hiyo ndio siku yenu ya mwisho duniani. Kera weroni. Ako ni kajitu kanaingia na kana point kwenye maisha ya Ukristo. Amen. Ukurasa wa 71 aya ya kwanza. Soma. Umakini katika utunzaji wa Sabato. Anza hapo. Umakini katika utunzaji wa Sabato ipasavyo. Baba yetu wa mbinguni anataka kupitia kwa utunzaji wa Sabato kuhifadhi mjibirani. Hapa sasa tumefika mahala ambapo kila mtu anaweza akalia. Nyamaza, sikia. Hata mimi mhubiri wakati mwingine wenda nikapata kigugumizi. Soma. Baba yetu wa mbinguni anataka kupitia kwa utunzaji wa Sabato. Baba yetu wa mbinguni anataka kupitia kwa utunzaji wa Sabato kuhifadhi miongoni mwa watu utambuzi wa kumjua yeye. Utambuzi wa kumjua yeye. Anataka kuwa Sabato itaelekeza akili zetu kwake yeye. Sabato itaelekeza akili zake kwake yeye, yani kwake Mungu yeye. Kama Mungu wa kweli aliye hai. Kama Mungu wa kweli aliye hai. Na kuwa kwa njia ya kumjua yeye. Ndio. Tuweze kuwa na uzima na amani. Katika wakati wote wa juma zima. Ndio. Tunapaswa kuwa na Sabato ndani ya akili zetu. Sasa tuende kwenye pointi. Sabato inaanzia akilini, na ndio maana anasema ikumbuke siku ya Sabato, siku sitafanya kazi. Kwa maana kwamba Sabato imepita na Sabato inakuja. Sasa tunaiweka katika akili. Tunaanza kuikumbuka Sabato katika akili zetu. Kwa kufanya maandalizi kuitunza kulingana na amri. Kwa kufanya maandalizi kuitunza kulingana na amri. Hatupaswi kuitunza Sabato tu kama swala la wajibu kisheria. Desturi na mila. Ila tunapaswa kuelewa maana yake hasa kuhusu mambo ya kiroho inavyohusiana na shughuli zote za maisha. Sawa. Hayo ndio madhaifu na mapungufu tunamlilia Mungu asubuhi ya leo kwamba turudi madhabahuni, Bwana atusamehe. Tumekuwa wavunjifu wa Sabato kila kunapokucha, na wengine kwa sababu ya kushindwa tumechukulia hili jambo kama kawaida, lakini mwishoni tutaharibikiwa. Endelea. Sabato inapokumbukwa kwa namna hii, mambo ya maisha haya yataruhusiwa kuyaingilia mambo ya kiroho. Ni kweli. Hakuna jukumu lihusikanalo na siku sita za kazi litakaloachwa ili ifanyike siku ya Sabato. Kama kuna ratiba nzuri katika kaya zetu, hakuna kitu kitakachobaki siku ya Sabato. Ngoja niwaambie, ukitaka kutunza Sabato vizuri, maandiko yanasema anza Jumapili, tunza kiakili. Jua kwamba Sabato ipo Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi. Haya, ikifika Ijumaa malizia sasa. Ikifika Ijumaa jioni kagua. Ikifika Ijumaa mosi hautapiga mtoto kwa sababu ametunza wapi chanuo. Ikifika Jumamosi hautatafuta kiatu na socks niliweka wapi, jana ulifua mke wangu iko wapi. Unajua kuna siku hizi wakati mwingine kuna Waadventista wengine wanagombana siku ya Sabato. Wanagombana wapigani, ila namna ya utaratibu na kutotunza Sabato vizuri pale nyumbani inawezekana ikaleta tatizo kwa namna fulani, kwa sababu hatuna ratiba na utaratibu mzuri wa utunzaji wa Sabato. Lakini napenda niwaambie hivi. Hapa niache kwanza itafika. 77 baada ya familia. Kurasa wa 77 baada ya familia. Soma hapo. Baada ya familia. Jioni na asubuhi mama na watoto wako katika kumwabudu Mungu. Ndio. Mukisoma neno lake na kuimba sifa zake. Kutyo. Wafundishe kukariri sheria ya Mungu. Ndio. Hebu wakati wa ibada ya familia uwe mfupi na wenye uchangamfu. Msiwaache watoto au mshiriki yeyote wa familia yenu kuyahofu kwa sababu yanachosha au kukosa mvuto. Hata ukikaa hapo. Jamani, sikiliza vizuri. Mwadventista una bahati nzuri maishani. Sasa sikiliza. Mungu anaposema ametutenga katika ulimwengu,
Ukisoma habari, ukisoma historia, ukiangalia ratiba ya kiunabii, Mwadventista msabato, mimi na wewe tunapaswa kujiweka tayari. Mungu yuko mlangoni, anakuja. Kuna habari fulani zinazotisha ukiangalia unabii unavyokwenda kutimizwa. Wayahudi walipomuua Yesu walipewa rehema ya miaka 4 kama taifa la Mungu alilokuwa ameliteua amemkubali. Kipindi Stefano anauawa mwaka wa 34 AD, rehema ya Wayahudi ikafungwa. Mitume wakaambiwa nenda kwa watu wa mataifa. Mwadventista msabato tunapasoma unabii kwenye harakati za alama ya Jumapili, Marekani ikiwa ndicho chanzo, itakapotangazwa Mwadventista msabato aliye ndani ya kanisa, aliyejua ukweli tangu alipoingia, rehema yake inafungwa. Mlango unafunguliwa kwa watu ambao wako nje. Sikiliza, tuna muda mfupi sana ambao hatujui tarehe wala mwaka na mwezi. Alama ya Jumapili ikaribu sana, ikaribu sana. Lakini Mungu ni mwaminifu, wakati mwingine haruhusu matukio ambayo shetani anayapanga kwa haraka yaende. Mungu anayazima. Kwa sababu gani? Moja, upendo wake. Mbili, tujakaa tayari. Kanisa la Laodikia ambalo ni kanisa la mwisho kwa maana ya Ufunuo 2 pale, ukisoma mlolongo wa makanisa yote hayo unakuta Laodikia sasa ndiye ana shida kubwa sana, kwa sababu ameishi kipindi kirefu duniani, alafu wakati mwingine anajidai kuwa tajiri lakini ni masikini, anajidai kuona lakini ni mnyonge, ni kipofu. Sasa anashauriwa anunue dawa ya macho apate kuona. Haya inahitaji matengenezo. Tumjue kwamba Yesu yuko mlangoni, tunamhitaji sasa kumwona Yesu Kristo anakuja hivi karibuni. Ukurasa wa 80 mkausome. Mavazi na mapambo ebifuaro nobuligire. Soma 80. Kuna haja ya kulifanya swala la mavazi kuwa swali la msingi la imani yenu. Tegeresha amina kundora. Liko jambo la maana la kuongelea. Zungumzia kuhusu Kristo na wakati ule ambapo moyo utakapokuwa umeongoka, kila kitu kisichopatana na neno la Mungu kitaachwa kabisa. Moyo ukishaongoka, shughulikia moyo, tushughulikie mioyo yetu. Leo kuna vitu vingine ndani ya kanisa sasa imekuwa ni vita kwa sababu watu hawajaongoka. Wa marao mabagara. Kasema konkaki. Shughulikia moyo. Endelea bana. Chaliwo. Kama sisi tu wa Kristo tutamfuata Kristo. Aya. Kama sisi tu wa Kristo tutamfuata Kristo, wala sio bahari. Sakarasha. Hata endapo njia tupaswayo kupita upingana na mielekeo yetu ya asili. Hata kama njia tunayopita msalaba ule kabisa umepana, unapingana na njia ya asili, tutamfuata Kristo kwa sababu tumeamua kumfuata. Hamna manufaa yoyote kuwaambia imewapasa kutovaa ama kile, kwa maana kama moyo wako unavutiwa na vitu hivyo visivyofaa, kuacha na mapambo hayo utakuwa kama ukataji wa matawi ya mti, jambo ambalo sio ufumbuzi wa kudumu, kwani atachukua baba. Nutemangafuka. Tamaa ya moyo wa asili ambao kuongoka zitaamka tena na kurudia mielekeo yake miovu. Ya kupasa kujenga dhamira safi kwanza moyoni ili ilete ufumbuzi wa kudumu. Amina. Wa kutoyataka mapambo hayo. Sawa. Damati. Nabii huyu ninampenda. Mungu anatuelekeza. Waadventista Sabato tunahitaji kufanya matengenezo. Sikiliza. Unajua, ngoje niwaambie, kuna wasomi ambao sio wasomi. Kuna wasomi ambao sio wasomi. Wameibuka katika ulimwengu wa sayansi na teknolojia hii.
wasomi ambao wanadaiwa ndani ya vitabu vya roho nabii. Mungu anaelekeza tupite hapa. Wakristo wafasi, sisi tumekuwa na maswali mengi juu ya huyo Mungu. Tunataka na sisi sasa kwa namna fulani tumukulie yeye awe chini yetu, lakini Mungu hilo hana. Upayagerikana na somwana ubeara na ugwa. Mungu ni baba yetu, amekwisha tuelekeza, anatupenda. Sasa sisi kinachohitajiwa ni kufuata. Niangalia hapa kidogo napoenda sasa kumaliza. Kwa nini kanisa linakataza siasa? Nabii ameonyeshwa mambo mengi. Kwa nini kanisa? Unaposikia kanisa sio lile la nimo ndani ya Yesu na burudika, nimo ndani ya Yesu na burudika, nimo ndani ya Yesu na cheza cheza. Sio hilo. Ana maana ya kanisa la siku saba la Seventh Day Adventist Church. Sikiliza, kwa nini kanisa linakataza siasa? Namba moja, hakuna serikali nzuri itakayomaliza ufisadi duniani. Kujiunga katika mambo ya siasa ni sawa na kumlazimisha Yesu mtawala wa serikali au mtawala wa serikali ya mfisadi. Namba tatu, siasa huondoa umoja kanisani, hutenga ndoa, hufarakanisha marafiki, huleta uadui na ugomvi na uwaji. Ni siasa. Kanisa la SDA au Waadventista kujichanganya na siasa ni uromani ndani ya moyo wao. Niache siasa. Siasa ni uzushi. Siasa ni uzinzi wa kiroho, kama vile Israeli ilivyofanya mungu wa Baali na sanamu. Siasa huenda sambamba na ushirikina, rushwa, na mara nyingi inatoa fedha inayotengenezewa na pepo. Sikiliza, nimefanya utafiti, ingawa mtanishangaa, kwenye mambo ya uchaguzi, watu wanaotaka vyeo. Hapa nazungumzia Mwadventista Msabato, wanapofanya mitambiko na kuwaleta waganga, kuna fedha ambazo ni za fedha ambazo ni halali, lakini wakati mwingine zinafanyiwa mitambiko fulani kwa ajili ya huyo mtu, kwa sababu amedhamiria kushinda. Sasa mimi au wewe au yule anayetaka sasa kwenda mbinguni baada ya muda mfupi Yesu kuja, ninaenda kufanya vitu kama hivi, sieleweki kwa Mungu. Hata hivyo jamani, tuseme ukweli. Unajua ninyi waimbaji mnaimba vizuri, mmevaa vizuri, mmefanyaje, mmeshukuriwa, mmepongezwa. Hata mimi mhubiri huyu, lakini napenda niwaambie hivi, Shetani amepiga ripu dunia na sasa inapendeza. Acha niwaambie kisa kibaya chenye fundisho. Mtu mmoja mzinzi ambaye alikomaa kwenye uzinzi akamchukua mke wa mtu kupeleka lodging. Alipofika ndani ya lodging, kabla hajafika, anakumbana, anaonana, anakutana na mke wake, naye wanamtoa lodging. Esiawero kwamba kuingira alafu muone tuko wapi ulimwengu wa leo. Hata kama ni mimi Magwega nyumbani, hata nikimwona akija sitamwambia kitu. Wamubwira kya unenje ujikusirire, go and return. Unaingia mwenza kwa anatoka. Hali ni mbaya, ni chafu. Hali ni mbaya. Na inawezekana wewe na mimi bado tunafanya hivyo vitu. Mwadventista Msabato, mwanaume wa mtu, mwanaume mke wa mtu, hamjasoma sheria za ndoa, mwili wa mwanamke na mwili wa mwanamume
una sheria moja tu, mwenye hiyo mali ni mume wako, ni mume wako. Napokwenda kufanya uzinzi, kuna nafsi 7 zinazoshuhudia. Siku ya hukumu, hautakwepa, sitakwepa. Nafsi 7. Hata nafsi 3 zikisahau, kuna nyingine namkumbusha Mungu, Mungu, mimi nikuwepo. Huyu Lazaro anahitaji akutubu, anahitaji kufanywa namna atakavyofanyiwa. Lakini haya yote Mungu anasema tuyaache, tutubu. Ninaendelea na siasa kwa sababu Mungu ameniambia nizungumze juu ya kitu. Siasa huwa betri au nguvu za kiroho. Kuna vitu vingi vya umeme wa China wametupatia. Vipo vingine vya kitaalamu kabisa, vingine vinatumia betri. Ili kiwashwe betri lazima. Sasa siasa inaua betri ya kiroho, siasa. Unaona hata hivi karibuni Tanzania ilikuwa inataka kuingia kwenye machafuko. Inapenda kwenda kumaliza, anasema katika siasa kuna maovu mengi. Katika siasa kuna maovu mengi. Yawezekana Jumamosi wewe ni mwanasiasa. Sisi tuko kanisani, mnatakiwa bunda. Mnaenda na bunda, muendi tu kwa kusimama na kuangalia aliyewaita mkuu wenu. Lazima mcheze, munywe. Wakati mwingine kuna mambo ya uovu huko, musandana. Wakati mwingine mnaweza mkachumbiana huko. Sasa mimi siku moja nikamwona mtu mmoja, kwenye vikundi sitafika, lakini nataka niguse kidogo alafu tufunge. Siku moja nilimwona, ni kisa si cha kusimuliwa, ni kisa mimi niliona live. Siku moja nikaona mtu mmoja Mwadventista Sabato anaenda kwenye kikundi, ni Sabato. Mimi nikaona napita mara fulani naenda pia kanisani. Nilipofika nikaona sasa wale wanapewa nafasi ya kufanyaje, ya kucheza. Unajua lazima ufurahishe umma. Wakacheza wakakatika. Mwadventista na yeye sasa akaona hapana, ajiengue kidogo, akasogea nyuma kidogo hivi, sasa akakaa. Lakini alipokaa shetani akaja, alipokuja akamhubiri bila mafungu, akamwambia wewe, si miongoni mwa hao watu, wewe ni mwanachama namna gani? Hautaona aibu? Wanaopita wanakuangalia tu hivi, na yeye kidogo na rukiamo. Namba. Huyo ni Mwadventista. Na ndio maana nabii anagomba, anasema kwenye vikundi pia tusiingie. Sio vibaya kuingia kwenye kikundi, lakini matokeo ya vikundi. Uraba mweyara mwakati patrisi musigere jimubone. Uriya no mwana atana vikundi atanayera. Bodi mtegereze. Mwadventista Msabato kwenye vikundi. Eti watu wameweka mnawahitaji hao. Mbadara. Mimi Magwega shaga kufa. Na mweka Badara ambaye ni shangazi. Juzi hapa kulikuwa na kesi, mtu mmoja akaja akaunguruma. Kamwambia alikuwa ni mjukuu wake. Nasema wewe umeniweka Badara mimi kabla sijafa. Huko sehemu za magharibi huko. Kabla sijafa unanitangazia kifo. Tena nenda ufuta, alafu acha uovu. Acha ujinga huo. Mbe, ukiwa Mwadventista umekosa hela mpaka uweke mtu. Mimi nawapenda niwaambie kwamba kwa imani tutaishi tu. Mungu ameisha tuita. Hatutapungukiwa. Unafikiri? Mtu mmoja hapo akampa milioni 1 kwa ajili ya vikundi. Katunzi. Sasa hivi imekuwa ni mtaji wa kujengea. Mwadventista siku moja atakufika na wewe. Lakini kiini ni kwa sababu ya yule aliyekufa. Tenani nifuye nikasuru kanisanga jirajani uleme. Obe. Ana karatili buni nifuni tulira. Nikishe toka mavumbini alafu umeniweka Badara kama ni Dina ameniweka. Au ni nani ameniweka alafu iwe bahati nifufuke. Yaani